Kama mnavyofahamu, shughuli za serikali zimehamishiwa Dodoma na zilikuwa zinahama kwa awamu, na awamu kubwa ilihama mwaka 2020 kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma, na watumishi wengi wakatoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Kwa hiyo kama nilivyosema awali, Mheshimiwa Rais amekuwa akiendelea kuweka mazingira mazuri ili wafanyakazi waweze kufanya kazi katika mazingira mazuri, kwa sababu mazingira mazuri yanaongeza moyo wa kufanya kazi, ari ya kufanya kazi, lakini ambayo inaleta tija, si ndivyo jamani? Sasa kwa serikali kuhama kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma, ina maana kwamba katika mji wa Dodoma kunaendelea kubadilika, kunakuwa na mabadiliko mengi ambayo yanagusa maeneo mbalimbali. Kama mnavyoona kwamba kuna miradi mikubwa inafanyika katika mkoa wa Dodoma, na mradi mwingine ambao tayari umeanza kazi wa SGR, mradi wa fedha nyingi, unaleta watu wengi kutoka Dodoma ikiwemo wafanyabiashara, lakini Dodoma pia inakuwa kitivo au senta ya biashara. Kwa hiyo biashara inavyozidi kukua, changamoto pia zinakuwa nyingi, zikiwemo changamoto za vipimo. Kwa hiyo kwa kujenga jengo hili ambalo litawapa watumishi nafasi nzuri ya kufanya kazi, lakini pia kuhudumia vizuri wateja, ninaamini kabisa changamoto zinazohusiana na vipimo ambazo zimekuwa zikiwakabili walaji hasa, basi zitakwenda kutatuliwa. Wakala wa vipimo una shughuli ya kusimamia vipimo vyote hapa nchini. Dhamira yetu kubwa ni kuhakikisha tunampatia mlaji haki yake kulingana na kipimo stahiki. Viongozi wa dini wamenukuu katika vitabu mbalimbali, Biblia pamoja na Qur'an, ambazo zote zilisomwa hapo, zimeonyesha umuhimu wa vipimo sahihi, na ni dhambi kubwa sana kufanya au kupunja kipimo. Adhabu kubwa katika eneo hili inatolewa na Mwenyezi Mungu, lakini pia sheria zetu zinatoa adhabu kwa wale ambao wanapunja vipimo. Kweli jambo hili ni kubwa sana. Sisi sote kwa pamoja, wananchi pamoja na wafanya biashara ambao wao ndio wanatumia vipimo hivi, wanashauriwa kutenda haki. Anayepaswa kupata kilo moja, basi iwe kilo moja sawa sawa na thamani ya fedha ambayo ameilipa.